Unakuta wanaume watoto wamekaa, msichana au dada wako wawili, watatu wamekaa ndani. Itawezekana? Itawezekana? Hiyo ni mauaji. Unakuta mtu amekatwa shingo, mimi nishakuta dada mmoja amekatwa shingo. Hapa. Hali ya taharuki imetokea katika eneo la Kwa Mrefu, kata ya Baraa, jijini Arusha, baada ya wanafunzi wawili kukutwa wamefungiwa ndani ya chumba cha mwanamke mmoja aliyetambulika kwa jina la Lina, huku ikidaiwa kwamba amekuwa akiwahusisha wanafunzi hao na biashara ya kuwauza kwa wanaume tofauti tofauti kwa lengo la kujipatia kipato. Mimi ni msaidizi wake katika imani ya Kikristo. Mimi ni mtumishi, kwa hiyo huwa nafika tunaomba naye. Kwa hiyo ni mzaifu, kwa hiyo haizi kuamka asubuhi, anaamka saa 4. Kwa hiyo haya yote anayetokea ndio hivyo sasa, yeye amekuta tu vurugu. Kwa hiyo na mimi nilikuwepo wakati hao watoto mara ya kwanza walilala hapo ndani. Kwa hiyo mimi nilipokuwepo nikachukua jukumu ya kumuita balozi na apewe hatua ya kuondoka kwa sababu ya kumsaidia huyu mama, kwa sababu na yeye ni dhaifu. Kwa hiyo mwenye nyumba anatakiwa, amepata mpangaji, ampeleke kwa balozi, ajue ni mtu sahihi wa kuingia kwenye nyumba yake. Na huyu aliyofanya hiyo tukio ya kuuza watoto ni kosa mbaya sana. Ichukuliwe kwa uzito na sheria. Ili itokomezwe kabisa, maana watoto wanashindwa kusoma, wanatutesa tu wazazi. Labda ukipata dakika moja ongea na wewe mwanamke, unamwambiaje huyu mwanamke? Huyu mwanamke, huyu Lina aliyofanyia watoto hivi. Huyu Lina anatakiwa tu apewe adhabu ya serikali ambapo inastahili. Anastahili adhabu ya jinsi serikali iliyoamua watoto wa shule wapewe adhabu gani. Majina naitwa Emmanuel Simon. Ni mjumbe wa serikali, ni mjumbe wa balozi wa mtaa wa nani wa area hii. Mimi nakumbuka imeisha kitu kama siku 5 hivi. Kuna wapangaji wa nyumba hii wamekujaga pale kwangu, kaniambia kuna danguro pale. Kama danguro kivipi? Akaniambia kuna dada moja na waingiza wanaume wa kila aina ndani ya ile chumba. Alafu tukimwambia vipi, anatutukana, anatafuta namna ya kutupiga, ikawa ni furugu. Sasa pale mimi nikaenda kwa balozi wangu, nikamueleza kitu kama hicho. Balozi akaja hapa, akaenda akamuita na mwenyekiti wa mtaa. Wakaja hapa, akaja kuongea na wapangaji wa hapa pamoja na yule dada. Akaulizwa hawa dada, hawa wapangaji, vipi mnatakaje? Kama analete shida. Akasema tunataka ahame. Akaitwa mwenye nyumba. Mwenye nyumba akasema sawa ahame na anilipe hela yangu. Nikaambiwa kuna baba yake mtoto mmoja akaja kuniita nyumbani. Akaniambia sasa twende, maana tumeenda kumshika yule dada sehemu ambayo anafichaga watoto wetu. Ndio nikafika hapa nikakuta wale vijana wana marungu nini. Nikamwambia na nyundo anataka kufunja nyumba. Maana amesema tulipofika tu dada akakimbia, akaishia zake, akamwambia watoto fungeni nyumba kwa ndani. Sasa nikamwambia msifunje nyumba, nikamtafuta mwenyekiti wa mtaa. Ndio nikaenda kuwatafuta mwenyekiti wa mtaa na balozi wangu, wakaja hapa. Ndio dada akapelekwa polisi. Akakutwa kweli wale watoto ndani. Kaulizwa watoto vipi? Kasema huyu dada ndiye anatuitaga kila siku na ananitafutiaga wanaume. Wanaume gani? Akasema wale watoto wakasema sisi tunatafutia wanaume, lakini sio hatufanyi kitu chochote hapa. Tunawasiliana tu kwa simu na wale wanaume, tunawasiliana kwa sijui mimi sasa wamepeleka hapa. Sasa wale watoto hawakawa hajamsema hata mwanamume mmoja. Sasa ndio watu wakasema tumpeleke polisi ili aende kaminywe pale waseme kitu. Kwa hiyo huyu dada tunaye ripoti zake kwamba ana usoevu kwa kuingiza wahuni ndani ya nyumba na kuwaita watoto. Maana watoto kuna mtoto wetu mmoja mama ni wa kwetu. Lakini mama kila siku anakuja ananiambia vipi? Mbona simuoni Fatuma? Kamwambia mama tafuta tu. Sasa mama hajampata Fatuma. Leo ndiye amekuja kuonekana Fatuma. Tukio kama mzazi unaweza kutoa wito gani? Haisemi wito naetoa. Kwanza kabisa watu wanaefanya vitu kama hivyo waache.
hazo hawa dada ambayo hawana waume, maana nafikiri huyu dada ana mume. Waache tu hiyo tabia, maana hiyo tabia ni mbaya. Alafu natoa tena ujumbe kwa wenye nyumba kwamba tuangalie wapangaji wa kuwapangisha nyumba, tuwaoji kwanza, tujue huyu na nimchunguze kwamba wiki nzima namchunguza kama ni vipi. Kama naona ni ana tabia mbaya kama hii, namfukuza. Yaani na haswa wapangaji wenye nyumba ndio nasingatia sana, maana hii kitu inafanyika sana labda mtaani bila shaka. Anaitwa Anaeli Paulo Molele. Anaeli Paulo Molele, balozi wa mtaa. Baada mlivyokuja tumesikia tatizo, tukashukuru. Wako tunatafuta waandishi wa habari kawaida waendelee kutangaza, maana hiki tumekuwa taharuki kwenye upande wetu. Unakuta wanaume watatu wamekaa, msichana au dada wako wawili, watatu wamekaa ndani. Itawezekana? Itawezekana? Hiyo ni mauaji. Unakuta mtu amekatwa shingo, mimi nishakuta dada mmoja amekatwa shingo. Hapa kanisani hapa. Amekuta tu amekatwa shingo, damu mwaga hapo ndani, tukaenda maana tuende kuvunja mlango. Lakini sio kumtani kwetu. Kutokana na hali hiyo, jeshi la polisi lilifika eneo la tukio na kufanikiwa kumchukua mwanamke huyo na kuondoka naye kwa ajili ya taratibu nyingine za kisheria.